haiwezekani ni mbwa fulani anakuja kuninyosha nini shoka. Pumbavu. Dodo. Wewe Dodo. Aha, upo umwe. Utanitambua leo. Pumbavu. Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Nimejionea. Ketege, mimi na wewe tulikubaliana. Naona umeshaanza kuvuka mipaka Mketege. Tulikubaliana kwamba utakaa mbali na familia yangu. Leo unatafuta nini? Gamba, mdogo wako ndiye aliyechokoza, sio mimi. Hapana Kitege, matatizo uliyoyatengeneza wewe mwenyewe. Usiyatumie kama njia ya kwenda kudhulumu haki za watu wasiokuwa na hatia. Lakini mdogo wako ndiye aliyekuja kuharibu yale yaliyokuwa amelala. Na siku zote ukimwamsha aliyelala, inakulazimu ulale mwenyewe. Na huyu anapaswa kulala. Sasa naomba unisikilize kwa makini, tena unisikie na unielewe. Mketege, katika hili swala ukisubutu kufanya chochote, na hapa sikuachi salama. Yaani sitosubutu kukuacha salama. Naomba kwa usalama wako tu, kabla sijakuharibia kila kitu, ondoka. Gamba, naondoka. Lakini huyu bado sijamalizana naye. Ondoka! Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Nimejionea. Kena naye akaota ndoto, alizani ndoto ya uongo, kumbe ni mwanzo wa changamoto, majuto. Gena. 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 Bangilia. Pangili, naomba uniponye. Naomba nirudishe katika hali yangu ya kawaida. Gena. 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 Unaogopa? Usijali wewe. Mimi niko sawa. Vipi lakini unaendeleaje na hali yako? Niko sawa.
Naogopa sana. Kuwa na amani. Kwa sasa mimi nimepona. Kama umepona ni jambo la kumshukuru Mungu. Nahisi uchovu. Pole. Nimekuja hapa na maji. Nikawa nimekukuta umelala tu. Nikawa najiuliza muda wote huu bado amelala. Basi nimwamshe anywe hata maji. Yaani nimeogopa. Pole. Wapigani? Kuna chochote kitu nimeandaa humo ndani? Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Nimejionea. Kena naye akaota ndoto. Alizani ndoto ya uongo. Kumbe ni mwanzo wa changamoto. Majuto anajionea. Nataka kujua ilikuwaje mpaka nikawakuta kwenye hali kama ile pale. Lakini pia swali langu la pili, Gena, tangu lini mganga Mketege ameanza kukufuatilia? Kaka, ni muda mrefu kidogo. Tangu siku hiyo tulivyoenda na Kindimu kule msituni. Ndio siku ambayo mganga alianza kunifuata. Akadai kuwa nimeharibu kila kitu kilichokuwa kinaendelea kule msituni. Tangu siku ile alianza kunifuatilia bila kuchoka. Akaniambia mimi lazima nife. Kwa hiyo mganga Mketege ana lengo la kukuua wewe? Ndiyo kaka. Tena sio mganga tu peke yake. Magamba pamoja na familia yake pia yuko kwenye huo mpango kaka. Magambo? Ndiyo. Magambo huyu rafiki yangu? Mnamjua mimi? Ndiyo. Magambo anahusika nini kwenye swala? Kuna siku kama niagiza kwenda kuchukua mtungi kule juu. Nikaa nimeenda. Njiani nikakutana na Tausi. Akawa amenielekeza kuwa Magambo pamoja na Dodo wana mpango mbaya dhidi yangu. Na akanisisitiza ninakoenda nigeuze. Na akasema kama simuamini, basi mmoja kati yao atakuja hapa nyumbani. Kwa nilivyorudi nyumbani, Dodo akaja. Akaniambia maneno yale aliyoniambia Tausi. Mimi nikamkatalia. Baada ya muda wakaona njia sahihi ya kuja kunitoa mimi hapa nyumbani ni kumtuma Kindimu. Kindimu alikuja hapa. Tumgoje? Tumleshe. Gena, unaendeleaje? Mimi mzima hofu kwa. Mimi naendelea vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa, karibu. Vipi, nimemkuta kaka Gamba hapa? Hapana, Kagamba bado hajarudi. Lakini Gena, nilikutana na kaka Gamba njiani. Akasema nitamkuta hapa nyumbani ili tuelekee shambani.
alisema nisipomkuta hapa basi atakuwa ameelekea shambani, na maelekezo aliyonipa nije nikuchukue wewe Gena, twende tukamsaidie mizigo shambani. Sawa. Lakini mbona kama unaonekana una wasiwasi? Si unajua nilikotoka huko nilikuwa nakimbia njiani kwa maelekezo nilokuwa nimepewa. Sawa. Sasa hivi ndio amesema tuwai muda huu tuelekee shambani. Nifunge kwanza mlango. Haya, tuondoke. Gena, mimi Kindimu sijaona naye muda mrefu sana, na tangia mmetoka kule msituni mpaka leo sijawahi kuona hata uso wake. Na wewe, kwa nini mtu anakuja nyumbani na kukwambia eti nimetumwa nije nikuite, na wewe unanyanyua miguu yako na kuondoka hapa nyumbani, wakati mimi nilikwambia sitaki wewe utoke hapa nyumbani? Hivi Gena, unataka nikwambie mara ngapi kwamba wewe una wingi? Watu wanakutafuta kwa hali na mali na wanania mbaya na wewe. Ndio maana nikakwambia Gena, hapa nyumbani mimi sipendi, yaani sipendi kabisa wewe utoke hapa nyumbani, na mimi siwezi kumtuma mtu aje kukutoa wewe hapa, kwa sababu mimi nakulinda wewe. Kwa hiyo ikawaje? Akanikaba, akanikata mtama, akanifunga mikono, akanikokota kwenye matope mpaka pembezoni mwa msitu. Baada hapo akanifungua kile kitambaa, akanifunga usoni. Nilipofunga usoni akanitembeza msituni, tukafika mahali akanisimamisha, nikawa namsikia anaongea na mganga Mketege. Mganga, nimefanikiwa. Yule pale nimemleta. Vizuri sana. Nimepambana. Magambo, Sasa jambo letu limekuwa jepesi na kazi inaenda kukamilika. Magambo, Magambo, umenileta wapi huku? Magambo, nifungulie mimi, nataka kwenda nyumbani. Kapale. Magambo, naomba nifungue, mimi nataka kurudi nyumbani. Wewe mwenyewe unamfahamu kakaangu jinsi alivyo. Nikichelewa mimi hataniacha. Magambo! Mimi nitajitupa hapa. Magambo sio kumwacha hayo. Sasa kwa nini mimi kijiji chote kakaangu? Ndio maana nikakwambia kaa nyumbani, tulia nyumbani. Umeona hicho kilicho kutokea? Sasa kesho atakuja tena mtu mwingine kukwambia tena kakako Gamba kaniagiza, utamwitikia hivyo hivyo, utaenda kufa mwisho wa siku huko. Hapana mume wangu, usiongee kauli ya kufa. Huyu ni mtoto, lazima muelimishe kwa ustaarabu. Sasa naomba msikie. Gamba, ama kweli kikulacho kingomo. Hapa nyumbani msisubutu kutoka, hata aje nani aseme mimi nimemtuma. Mimi sina kawaida ya kumtuma mtu hapa. Naenda kumfuata Magambo. Naomba mtulie hapa nyumbani. Sawa? Usijaribu kumwacha salama huyo Magambo.
kwa nini mimi? Naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea ndugu yangu. Najua nimekukosea sana. Nimeikosea familia yako. Lakini kuna siri kubwa hauijui wewe. Kwa leo nipo tayari kukueleza yote. Haiwezekani ni mbwa fulani na kuja kuninyosha mimi shoka. Pumbavu. Dodo. Wewe Dodo. Ate. Aha, upo umwe. Utanitambua leo. Pumbavu. Nimepata wale kwenu. Pumbavu. Kwenu. Wewe, nimekwambia ni kwenu. Wewe. Yaani wewe maneno yako ya hapo tunaongelea hapo naenda kuyapeleka kwenu. Ujinga hapo. Pumbavu. Kwenu. Shoka. Wewe, nimekwambia kwenu. Pumbavu wewe. Shanzi wewe. Kwenu. Nimekwambia kwenu. Hivi wewe mwanamke gani wewe? Eti. Wewe ni mjinga. Pumbavu kwenu. Nikusamehe? Yaani kaka yako anabidi mimi kuninyosha mimi shoka. Eti. Kaka yako mimi kuninyosha mimi shoka mimi. Uende kwenu. Unasema nikusamehe? Unasemaje? Yaani kaka yako mimi kuninyosha mimi shoka. Anaingia mambo yangu mimi na wewe? Pumbavu wewe. Wewe. Nimekwambia kwenu. Kwenu. Eti. Au nikugonge. Wewe Magambo. Nini unafanya hiki Magambo? Nini hiki? Hili mwanamke bwana. Sasa ndio unapiga kama hivi ndugu yangu. Sasa hiki unachokifanya unajizalilisha. Watu wanakuangalia. Haya. Nini unachokutengeneza hapa Magambo? Tafadhali Magambo. Naomba nisikilize. Ona unajaza watu kule. Unajiaibisha. Anayeaibisha nani? Huyu mambo yetu tunaongea huko ndani anaenda kumwambia kaka yake. Sasa ndo mambo kama hayo mkao. Wewe sikia sasa ndugu, nisikilize Magambo, nisikilize. Sawa. Utakiwa kutumia hasira kisicho. Sawa. Hasira ni hasara ndugu yangu. Utajisababishia matatizo makubwa zaidi ya hayo ambayo unayo. Mimi bwana nijisababishia matatizo bwana. Wewe mwanamke. Nimekwambia uende kwenu. Nakuomba. Njoo. Niache kwanza bwana. Magambo, mara moja. Njoo mara moja. Wewe ndugu yangu. Umenipa maumivu zaidi chelala kisu. Umefanya nione mapenzi kwangu adhabu. Nacheka nje la ndani, moyo unapata tabu. Sikia nikwambie kitu ndugu yangu. Ile pale ni ndoa. Wala sio vita kana kwamba wewe mnakaa mnapigana na mke wako. Hoja moyo yule kwa ajili ya kupigana naye. Yaani kuna muda, hebu jaribu kutumia busara. Kaa na mke wako, zungumzeni matatizo yenu, sio kupigana. Wewe hujui tu. Yule mwanamke anaenda kusimulia mambo yetu ya ndani. Hata kama Magambo, hiyo haikupi wewe haki ya kusema umpige. Yaani kunyanyua mkono wako huku kumpiga mwanamke ni kosa kubwa Magambo. Wewe hujui tu unachokifanya. Mnakaa mnapigana tu kila wakati ovyo. Gamba. Leo hii nimekutana na kaka yake, amenishika shoka. Sasa mimi ningefanyaje? Hata kama. Sasa ningefanyaje mimi sasa? Sikia, njia uliochagua kuitumia sio njia sahihi kabisa. Yaani mimi siwezi kukusupport kabisa kwenye hiyo njia. Magambo, tumia akili ndugu yangu. Kaa chini na mke wako. Kaeni kama watu wazima, zungumzeni matatizo yenu, lakini sio kupigana. Gabo, na siku zingine sio unakuaje yani. Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Hakika huu ni msitu wa Kabuli. Nimejionea. Wewe, nimekwambia kwenu. Mungu nisamehe. Hausikii? Nitakuchapa fimbo. Haya, nje. Nisamehe baba. Pumbavu. Kwenu. Huu ni msitu wa Kabuli.
Hakika huu ni msitu wa kabuli, hakika huu ni msitu wa kabuli. Nimejionea Kena naye akaota ndoto, alizani ndoto ya uongo, kumbe ni mwanzo wa changamoto. Majuto anajionea.